Karibu tena kwenye kipindi chetu maalum kuhusu uchaguzi mkuu wa bunge unaokuja Oktoba 2025. Leo tutakuletea majina ya watu waliothibitisha nia yao ya kugombea ubunge katika maeneo mbalimbali pamoja na historia fupi ya kila mmoja, huku wakiwemo wanasiasa, wasanii pamoja na wanamichezo. Nianze na mwanahabari wa zamani wa Azam TV na msemaji wa klabu ya Azam FC, Hashim Ibwe, mtu mwenye uzoefu mkubwa katika tasnia ya habari, lakini leo ameamua kuingia katika siasa za mtaa na taifa. Hashim Ibwe ameanza safari yake kama mshiriki wa harakati za kijamii na sasa anataka kuleta mabadiliko makubwa kupitia nafasi ya ubunge. Ikumbukwe anagombea katika jimbo la Mwanga, mkoa wa Kilimanjaro. Mwijaku, kijana mtetezi wa haki za kijamii, anajulikana kwa kampeni zake za elimu na ajira kwa vijana. Anakusudia kutumia ubunge kuboresha huduma za kijamii na kukuza fursa za ajira. Ikumbukwe ni mfanyakazi wa Crown Media inayomilikiwa na Alikiba, msanii wa Bongo Flava. Tunakumbuka pia Baron Muhuza, mwanahabari mkongwe wa Azam TV, lakini pia amepita katika vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo BBC. Mfanyabiashara na mchumi mzoefu mwenye imani na mwekezaji wa ndani, Baron anapigania kuleta maendeleo ya kiuchumi na kupunguza umaskini katika maeneo yake. Ili kuthibitisha kuwa ni mtu wa kuleta maendeleo katika maeneo yake, ikumbukwe anamiliki chuo cha Ujiji Broadcasting Academy, chuo kinachotoa waandishi wa habari mkoani Kigoma. Anagombea katika jimbo la Kigoma mjini lililopo mkoani Kigoma. Kutoka kwa dunia ya burudani, leo tunamzungumzia Harmonize, msanii maarufu wa muziki wa kizazi kipya. Harmonize ameamua kuingia katika siasa ili kuleta sauti ya vijana na kutatua changamoto zao kupitia uongozi wa kidemokrasia. Huyu anagombea kwa Mtwara. Katika sekta ya michezo tuna Hersi Said, rais wa klabu ya Young Africans. Hersi amekuwa kiongozi mshupavu katika kuendeleza michezo na sasa anataka kutumia nafasi ya ubunge kuleta mabadiliko ya kijamii na kiuchumi. Huyu anagombea katika jimbo la Kigamboni mkoani Dar es Salaam. Makamu wa rais wa Young Africans, naweza nikasema kuwa wanayanga wameamua kuhamia katika siasa. Arafat Haji pia ameamua kugombea ubunge. Arafat ni kiongozi mwenye historia kukuza vipaji vya vijana na anatarajia kuleta maendeleo makubwa kupitia uongozi wake wa kisiasa. Huyu anagombea Zanzibar. Bila kumsahau Zitto Zuberi Kabwe, mwanasiasa mzoefu aliyewahi kuwa mbunge na kiongozi wa vyama vya siasa. Zitto ana lengo la kuendelea kupigania maslahi ya wananchi wake kwa kutumia nafasi ya ubunge. Ikumbukwe aliwahi kuwa mbunge wa Kigoma mjini, lakini mwaka 2020 aliangushwa na mgombea kutoka chama cha CCM ambaye anajulikana kwa jina la Ngenda. Haya ni majina muhimu katika siasa za sasa. Tunashauri wananchi kufuatilia kampeni zao kwa karibu na kuchagua kwa busara. Kila kura ni muhimu. Asante kwa kuungana nasi. Endelea kutazama taarifa zetu kwa habari zaidi kuhusu siasa, uchaguzi na maendeleo ya kiuchumi. Mimi ni Khalfani Rajabu wa VOC Media. Usisahau kusubscribe, kucomment pamoja na kulike ili kwanza kupata taarifa zetu. Haya ni machache ya kisiasa, mengine yanakuja.